Whatever Film Production, everywhere you go, so much more. Sweetie. Ni watoto mpo, mimi nataka kuondoka. Kaya. Wewe umeitwa na nani hapa? Mimi nimeita watoto wangu na wewe umefuata nini? Hivyo kwa nini mnanifanyia hivyo na mimi mtoto wako? We. Ishi hapo. Mimi naweza kuwa na mtoto mkubwa kama wewe? Ili tumbo linaweza kuzaa mtoto kama wewe? Ili tumbo limezaa unaona. Si wewe. Geuka. Jamani. Siwezi kukupenda mtu kama wewe. Kwa ajili wewe sio ndugu yetu. Besta. Yes, ma'am. Ile pesa mloniomba ya shopping. Ndio hiyo. Kwaherini. Thank you, mama. Tate. Mama katoa kila mtu afina. Nipe. Kesi yangu kwa. Wewe mpole, mama ukijifahamu kali ndugu yangu nakosa, yani sikupe hata shilingi 10. Na maneno. Hata kwenye kanga inaandikwa. Nipe tu hizo hela mama. Mbona zipanga? Nilikwambia kwa mpole, unajua? Naomba hizo hela. Kwa hiyo kwa ghafla labda unaamuaje labda? Nibu sozo nipe hela unisikupi. Nipe hela wewe vipi? Mimi ndogo nitakuumiza. Kwa mtoto. Mama. Sasa baki na hela. Pesa yako tocha simu yangu. Kupi wewe. Mimi nashauri kuelewa. Zimebadilika sana. Mapenzi hayachagui umri, kabila, una rangi gani au kitu kingine chochote. Kwa nini umeshindwa kuelewa? Mama Sweetie. Mimi si kama sikuelewi, nakuelewa sana. Ila tatizo linakuja ni kwamba mimi mwenyewe binafsi napofikia stage kwamba naanzisha mahusiano nje, mara nyingi ni rahisi sana mke wangu kugundua. Sasa naogopa kumkwaza mke wangu kwa sababu nampenda sana. Mke wangu. Mbona unamfagilia sana huyo mwanamke? Umefunga naye ndoa? Yule sikimada tu. Mama Sweetie, nakuheshimu sana. Lakini ukweli kutoka moyoni mwangu nampenda sana yule mwanamke. Tumeishi pamoja kwa miaka 2 sasa. Even if sijafunga naye ndoa, lakini hata kwa katiba ya nchi ni kwamba ukiishi na mwanamke kwa muda miaka 2 basi yeye ni mkeo. Okay. Ngoja nikuache, rudi ajifikirie. Ukipata jibu utanitafuta. Mimi ndo Mama Sweet au Mama Best.
Hivi huyu mbwa mpaka sasa hivi hajata chakula jamani. Yaani mimi nakwambiaje? Sitaki hata kuongea maana akifika tu hapa naanza kuifuturu sura yake. Mtu mwenye lomba tu mpaka sasa hivi hajui kama tutapata shida huko nje zinatuma. Mpaka dakika hii nasubia matokeo ya form 5 yatoke. Kama naenda form 6 nimefeli, naenda 6 nikifaulu, nikiishia kati yote heri. Shachoka. Na vipi kuhusu matokeo ya form 4? Mimi nakwambia hivi. Kama ndio matokeo yatatoka, shule boarding moja kwa moja. Maana sitaki kubishia kelele na watu nyumbani. Wewe mbuzi, mbona umechelewa kutuletea chakula? Unatupigia kelele na mashilingi yako. Mbona wewe sio mstaarabu dada Nani mbuzi? Sio. Alafu nyinyi mnajua mimi mnaheshima mimi dada yenu, umenisikia Wewe, si tuhitaji undugu wa kuunganisha damu, sawa? Sikia kwambia kitu dada. Kwanza unapoongea na sisi naomba kidole chako kiwe chini, please. Ongea payuka, lakini tukoja kufanya kitu. Wewe unayemsema mamako atashangaa na dunia. Yaani nyinyi ipo siku nitakuja nitawavuruga, nitawakunguta nyinyi ndio mje mkamwambia mama yenu, umesikia Toa shilingi zako bwana uende. Nini? Kitu gani? Naondoka ile iko kitu. Kichefu mama. Kuzieni hivyo? Haya. Imekuwa kwako mama. Dada leo kaongea. Kanitibua mimi ndio kanikela. Dada leo nimemkuta. Unanifanyia jeuri mimi? Mama acha ondoke. Inaelekea hii nyumba imeshakushinda. Wewe siku hizi umekuwa kiburi sana. Unafanyia ujeuri hadi watoto wenye nyumba. Sina bila tai mkavu. Sikizeni naombeni kitu kimoja. Sisi wote ni watoto baba mmoja. Imekosekana mama tu. Ila mimi naondoka, ila iko siku nitarudi. Naomba nikwambie kitu. Baba yako tulishamzika siku nyingi. Yule ndo mwanafamilia mwenzio. Kwanza napata hapo ujasiri wa kuongea mpaka sasa hivi. Ondoka msichana. Mbona hivyo? Ukamsalimia babako kuzimu Kwanza ama kibono. Mimi nimevikagua vyote. Vinatangulia kule utakuta. Bye. Meet you in hell, madam. Ta nyumba imepumua. Sasa hivi mimi mwenyewe kinaendelea kujali. Hapo kusema babe. Chini mwanangu, jitu limejaa nyumba hadi Sio kama utatokea. Umenifanyia sababu. Sio kama utakuja. Okay, twende basi. Bado naongoza. Maji nimekuja kupata mzigo. Tuache mimi nyumbani pale tuishi mambo yangu na mke wangu, sio? Baadaye tukua wote wao sija. Ndio unaponichibua vya mimi kila kitu. Mke wangu wife una maana gani? Mimi siwezi kumkaa. Nasijua ukimcha tu akiishi naye. Sio ndio wife tena. Kwa kidogo kilala. Ukishike kwa Una maana gani? tengeneza mazingira ili baadaye tuendelee. Kila na kipofu simshike. Sasa. Ukiwa tayari, mama nipigie simu. Sasa sina sababu ya kuondoka sasa ofisini. Bora niende kidogo. Ndio hapo somba. Bye.
mimi hata sikuelewi. Sikuelewi kabisa, sikuelewi. Lazima twende wote. Nimekwambia mimi naenda katika party ya ofisini. Mimi lakini kila siku tunaenda wote kwenye party za ofisi. Leo kwani utaki mimi niende? Sikatai kwenda na tatizo ni kwamba leo ni party ya wafanyakazi tu. Hakuna kadi za mwaliko mke wangu. Maybe next time. Mimi nataka kwenda au kuna lingine huko. Twende basi afu mimi ningie ndani, wewe utabaki nje. If that's what you want. Sikiza, ninachelewa, I have to go. By the way. I'm going to the place, alright? Unarudi sana? Baada kama masaa mawili. Na iwe masaa mawili kweli. Unacheka nini sasa? Basi tu, fry. Mfrani? Sio kuona huko hapo unajifanya mtoto mdogo. Unaogopa, si ushamaliza kazi ndogo. Na wanasoka walikuwa wanaogopa. So unajua first time na mtu ukiwa pia zoeana bado. Kwa sababu shanizoea. Wewe mtamu. Wewe sio gay ba. Mbona? Sasa. Nikwambie kitu? Nikikwambia ukaishi nyumbani kwangu. No way. Kwa nini? Si unajua mimi naishi na mama. Unaishi na Kimada, najua. Basi siwezi kaa kwako sasa hivi bado. Unipende? I love you. I love you too. Baby, mambo gani yanafanyana?
Mbona tunaanza kutiana pressure? Muda gani huu unarudi? Pati gani hiyo mpaka sasa hivi? Mimi nimerudi. Ulizi nimetokea wapi, nimepitia wapi, nimepata matatizo gani? Wewe ndio ujalo, unachojali wewe ni kuropoka tu, unapiga kelele, unauliza nini? Wewe vipi bwana? Baby. Yaani mimi nakuuliza kistaarabu tu, tena kwa heshima zote kama mke wako. Leo ananiambia mimi napiga kelele. Hivi kwa nini tunafanyana mambo ambayo hayaeleweki? Kwa nini usinieleze ukweli? Ha? Hivi kweli unanijua mimi vizuri wewe? Bwana, siwezi kubishana. Sawa, sikia. Sasa mimi sikujui. Nimetoka kwenye party, nirudi nyumbani na naweza kulala kama Yule kijana kama ni shughuli anajua. Yaani kafanya kazi nzuri sana. Amenifurahisha. Nitampa tu. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you try and think. Kwanza afadhali umekuja. Maana mimi mama siku hizi hata simuelewi. Wewe unamuelewa? Nifikiri nimejua peke yangu. Kumbe hata umeliona hilo swala Lakini akijaribika kitu kwa sababu ametupa muda wa kutumia pesa zake na muda wa kujipamba mpaka tukae sawa. Namuona siku hizi kuja hapa nadra. Haulizi kunaendeleaje? Ila kwa upande wangu mimi najiona ni shwari. Tukajika tuachie nafasi ya kuchakachua. Unisikia ukibule au vipi? Hivyo uamke huko ulipotoka unakuja kuniuliza mimi chai. Una akili kweli? Kwa hiyo tangia umejua kupaka huo uwanja, kupaka hizo sijui ndo shadow, kubadilisha hizi nguo, unajiona mtu mzima eti Unasahau kama mimi dadako, si ndio? Naomba ukiwa unaongea na mimi uwe na adabu zako na heshima zake juu, sawa? Sikia ngombe kitu. Kwa mdogo si sababu ya kunionea. Ushasikia? Tafuta njia nyingine.
Kono hisi na kuonea maskini. Eti Sikuonei dogo, sikuonei. Na kufundisha maisha na kuishi na wakubwa zako. Hivi, eti unanifundisha maisha. Ni maisha gani unanifundisha? Mtu mwenyewe mvivu kutupa. Mbona kuna kelele? Ongea na mwanao. Mimi namfundisha maisha, ananiambia mimi namuonea. Mama, mimi nimechoka. I'm tired. Hivi mtu anatoka huko anakuja hapa anaanza kuniambia nataka chai. Mimi nimekuwa house girl au mimi ndo nimekuwa lecho? Wewe, kukuuliza chai kwani kuna nini? Nimekuomba milioni 50. Besta, Nakusikia mama. ninyi wote ni ndugu. Sasa ninyi wenyewe mkianza kugombana humu ndani watu wanje wafanye nini? Alafu mama nikwambie, katika kusaidiana kazi haina mkubwa wala mdogo. Wote mnahitaji kusaidiana kazi. Mama, hizo dharau. Mimi mtoto mdogo hawezi kunivunjia heshima mimi. Alafu mimi namfundisha maisha, anambia namuonea. Namuonea na nini? Eti una nini labda nikuonee? Yaani mama, hapa ndo dhahiri umuhimu wa Rachel na kuanza kuonekana. Yaani inaonyesha kabisa Rachel alikuwa ni mtu muhimu katika hii nyumba. Chelewesha? Hapana. Fresh. Nayo kawai kasirika. Poa. Kitu nilichokufuata hapo jana nikimaliza. Kwa hiyo inabidi twende mjini nikimalizie. Then tutajua cha kufanya, lakini kitu kimoja nataka nikwambie leo. Inabidi twende nyumbani kwangu. Ili nikakuonyesha mazingira ya nyumbani kwangu. Hata siku ambayo zitakuwa siko nyumbani nikikuelekeza tu nenda nyumbani au unajisikia kwenda kupumzika nyumbani, unakuwa uko free. Sio mbaya, lakini sasa utanitambulishaje mbele ya watoto? Hilo usijali. Mimi ndo mother house. Okay. Takuwa vizuri pia, maana kila siku nasikia tu Sweetie, Besta. Takuwa vizuri kwa hiyo. Takuwa vizuri kwao. Leo ndo natakiwa uwaone. Sawa. No. Karibu. Mama, umechelewa, nimekusubiri, nimekumisi. Karibu. Hey, I do it for the ladies. Hey, I gotta keep it hood. I do it for the city, homie. Yeah, Polo. Besta. Uncle Jaden. Jaden. Besta. Mtoto wangu. Okay. Karibu sana. Asante. Besta. Besta. Sweetie yuko wapi? Sweetie. Sweetie. Njoo mwanangu, nimerudi. Yes. Anaitwa Sweetie. Mike ni mtoto wangu. Sawa. Okay. Thank you. Nashukuru sana kwa fahamu. It's my pleasure.
Mashallah, una sehemu nzuri. Kiasi bado. Okay. Nashukuru sana nimeiona familia. Ila kama nilivyokuambia kwamba leo kidogo ratiba yangu na mishemishe nyingi, so nahitaji kwenda. Sawa. Basi nitie watoto niwaage. Okay. Besta. Anko anataka kuondoka. So, box on. Besta. So, bye-bye. Yes, thank you. Okay, bye. Jamani, naomba raba bent maana. Oya. Raba bent. Zilikuwa hapa jamani. Mama bent kwa tunajua mwenda kambi mbele. Nitakaa sasa hivi. Muulize mama. Unaniuliza habari ya raba bend lini? Mimi nilishika raba bend. Na maana zitakuwa zimeisha? Ndio. Na kama zimeisha kwa nini mniambii mapema? Unaonekana. Unasemaje? Mama. Ushaanza utani na mimi? Namfungia uzi basi. Unacheka? Ndio umepanic. Mimi simo jamani. We, sima. Ha? Kama unadai. Ni. Hello? Hello? Nani? Mambo. Sweetie, hebu malize mteja. Ile ndo kazi yako.
Sio koje Vesta. Mambo yake nusu. Nejo. Umegiliwa na kichaa siku hizi. Sio tena. Nani? Bye. Unaenda? Sasa watu ongeza peke yangu. Safari. Wewe. Unaenda? Muhimu. Kuna issue. Wewe tunapona tena. Mshana. Asubuhi nimemsikia anaongea mambo ya party mama. Tunaenda wote nakuja kufuata. Mama kashinda kudulafu hata uongee hapa nikitoka mimi. Nitaongea nini sasa wakati mtu kasha. Nani sana mwacha mkubwa. Ulisikia tangu asubuhi kwa nusu niambie. Mimi najua sasa huyu ana shughuli 10 kidogo. Vesta. From the time that I saw you, I felt something inside me. Unajua? Kawa natamani sana kwamba siku moja niwe karibu na wewe. Siku moja furahi nikiwa na wewe. Siku moja niweze kushare ideas za maisha nikiwa na wewe na siku moja niwe pamoja na wewe. So nahisi moyo wangu umetokea kukusudi na I really wish to be yours. You can't be serious. Yeah, kwani uniamini? It's not a matter of trusting. Unajua nowadays mwanaume kumwambia mwanamke nakupenda it's kitu cha kawaida sana, so inawezekana kama umenitamani afu wewe ukaniambia unanipenda. I understand that, lakini Vesta, unajua siku zote mwanzo wa penzi it's all about kutamani kwanza. Unatamani ndipo unapenda. Unamtamani mtu and then siku zinavyozidi kwenda ndio wanavyozidi kukuingia moyoni na upendo unazidi. Kwa hiyo that's how it is. So nataka kuniambia kama kwa sasa hivi unanitamani kwa bado tuzoeana. Okay, but I'll be there like in 20 minutes. Dakika 20 hivi nitakuwa nimeshafika. Yeah, I'm on my way. Sawa. So best. Sorry, kuna this place na niende. Na mzigo fulani na kwa hiyo nitakucheck next time, okay? It's okay. All right. Thanks for everything. Sorry baby, nimechelewa. Kwa wife kidogo kanibana kwa sina jinsi, natafuta njia ya kuchomoka. Mati yako. Nilijua umeenda kwenye njia vyako vingi, maana una vinjia vingi. Lakini kwa vile ulikuwa home, hakujaribika kitu. Haya, niambie umemdanganyaje? Unajua mimi mwanaume, nimekaa nimechekecha pale nikatumia njia zangu basi nikachomoka. Sishindwagi.
Hapo ndo ninapokupendea mia. Anyway. Nipe michongo. Well, issue zote ziko poa. It's just that I miss you so much. Unanishinda mimi? I hope so. Mimi zaidi kwa sababu tangu saa ngapi nimekaa na kusubiri wewe. Kwa maana nimekomesi. Ila nisikupoteze wakati. Nimekuita ili nikupe ile pesa ambayo naomba. Get serious bwana. Chagua. Unapenda vingi wewe? Thank you so much. So umekaa hapo mbona hata hujaoda chakula, umekuwa na soda tu? Sijahitaji chakula kwa sababu nilikuwa nakusubiri wewe tu. Kwa nilikuwa sijajua kama nitakaa muda wote. Wewe ndio umenichelewesha. Waiter. Party gani unaisha sasa hivi? Yani, in my all entire life, I've never been happier today. Hata mimi sije kuona ukiwa hivi. Nimefurahi to the maximum. Yani, niache dada, niache. Niache. But you know your glow, it makes you so stand out from all the rest. Ndo muda wangu kwa mke wako kweli. Yaani jamani mimi nimechoka. Nimeshachoka kabisa, nimechoka kwa hii hali. Lazima tuwekane tu wazi hapa. Hivi, uulize kitu hapa. Unaona faida gani kupiga makelele mpaka watu nje wasikie? Unapiga kelele tu, unapiga kelele tu, watu huko nje watakusikia au vipi? Pengine labda ila kula sikupi pesa. Unadhani kama mimi nina shida hela kula? Kwani mimi kumdani kinachoniweka ni hela kula au wewe hapo? Wewe vipi? Kwa hiyo mimi kinachoniweka hapa ni hela kula. Kinachoniweka hapa ni wewe na si kula wala si kitu kingine chochote kile. Bwana sikia nikwambie, au vipi? Makelele sipendi. Stress sipendi kwa sababu ninapotoka natoka kutafuta naumiza kichwa, nijisikia nisitule ili wewe uende chooni. Alafu ndeni hapa narudi unanipigia makelele. Bwana kama umechoka chukua mizigo yako nenda kwenu. Yeah. Simple. Sasa nimeanza kupata picha. Japo mwanzo ilikuwa chinga. Okay. Kama nimechoka, niondoke, right? Tungeambizana mapema, mimi ningeondoka wala singekubali kuwepo hapa kama mlinzi. Mimi si Aurora. Sawa, ninaondoka na kuacha nyumba yako kope. Kwenda bwana kwenda. Ndio naenda. Anapenda kana. Nenda. Wewe vipi? Tena angalau usiibe vitu vyako. Kwa vitu gani hapo? Una kitu cha kuiba na mimi wewe? Mbuzi kasoro mkia. Ndio, mbuzi kama bamia ni hivi hapa. Mimi hapa. Wanapiga kila siku hivi. Hapana. Wapo. Nenda bwana. Wewe kwa una nini bwana? Ndio ambacho wewe ukitaka unaweza kula kitaka kwa taarifa yako. Ndio. Sura kama kiasi.
What's up? Besta. What's wrong? Na kwa nini unalia? Kwa nini ukuniambia kabla? I don't understand. Kukwambia nini? Jaden. Unatembea na mamangu. Unajua fika kwa mamako ni rafiki yangu. Still lie at me. Bado unanidanganya. You're lying to me. Unatembea na mama yangu. Take this. Best, I'm sorry. I'm truly sorry. It's true mimi na mama yako tuna relationship. But siko naye kimapenzi. Ila kuna vitu ambavyo ananisaidia katika maisha. That's the reason why niko naye. But nakupenda wewe kutoka moyoni. And I promise you kwamba niko tayari kuachana naye nibaki na wewe peke yako. Please forgive me. I know it's hard to understand, but I beg you. Hey sweetie, ujambo? Jambo, karibu. Habari yako auntie? Vipi mama, nimemkuta? Mama sinatoka nilimwacha nyumbani. I think atakuwa nyumbani bado. Okay, maana najaribu kumcheck kwenye simu yake simpati. Oh, simu yake itakuwa imezima charge because hata na wakati natoka alikuwa analalamika kuhusu charge. Okay then, sawa. Mimi nakwenda. Okay, poa. Uncle Jaden. Sorry, kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Okay, go ahead. Hi. Well, nilikuwa nimekuja kumcheck mama lakini nimemkosa, so naenda zangu. Okay. So mbaya, hata mimi niko naelekea nyumbani, naweza ngakusindikiza kidogo. Wewe uende wapi? Wakati ndo umeingia sasa hivi. Sweet, kuna issue nafuatilia mama, sawa? Yaani uingie sasa hivi uondoke ndugu yangu? Hapana. Haiwezekani. Nije sasa hivi tu uondoke. Sasa baadaye tukiendelea gumzuri. Tega. Vipi, mbona cheka peke yako? Besta. Nataka nikuulize kitu. Naomba uniambie ukweli mamangu. Watembea na Uncle Jaden? Msubiri. Jibu, kwani jibu si ni ndio au hapana? Ndio. Ila ni msiri. Tunakaa wote siku zote, hata siku moja je kuniambia? Amna, sio jambo mazuri yatake haraka. Yaani tena nampenda hata. Yaani nampenda. Siko bega. Yaani sio kumpenda tu, tunapendana, hata yeye ananipenda. Yaani asemi chochote, yaani kuhusu mimi kumweleza chochote. Yaani
So mnadanganyana. Nakwambia. Asemi chochote kuhusu mimi. Yaani tunapenda, wewe tunapendana. Mbona nyinyi watoto mimi nashindwa kuelewa? What's going on? Karibu kwanza. No. Yuko wapi Besta? Forget about Besta. Sikia nikwambie, Jaden. Hii game nimecheza mimi mwenyewe. Wala Besta hajui chochote. Na nimefanya hivi because nakupenda. Nakupenda more than you think. So, nikaamua kumwibia line Besta ili niweze kuwasiliana na wewe because nilijua anaondoka muda si mrefu. Sasa Jaden, mimi nitajigawaje? Dada yako na relationship naye, wewe nao unataka, unafikiri mimi nitahandle vipi? Mwanao akiingia tu mnaye. Unajua? Nitampiga. Hi guys. Kona kusumbia wewe. Mama. Ni atali mama. Vibaya mno. Vipi? Mbona mko hivyo? Hivyo shetani wa mguu mmoja ulolaniwa. Hivi vitendo ulivyofanya vimekufurahisha sana Mama. Yapi tena? Umewezaje kutoa laini ya mwenzio ukambadilishia afu kaondoka na laini yake? Alafu unaweza kuniambia saizi unatoka wapi? Kwa kutoka nimetoka kwenye parts. Ila kuchukua laini yake nimefanya kwa sana. Samee mama mpenzi wangu, samee sana. Laini yako nakurudishia ili nisije nikabadilisha hii mood niliyotoka nayo huko. Hii hapa laini yako. Mama. Kaa chini sikize mimi. Yeye umeondoka na line yangu, unaona mazuri unayofanya Au kwa juu umekuja unacheka cheka mimi nimekunyamazia, si ndio? Look at me. Sawa? Usinichezee, sawa? Nitakuumiza. Okay. Sasa, I don't care. Sikia kwamba yani mama jamani. Sekes poa. Bye. Uniuliza mimi wakati wewe unatoka naye kila sehemu.
kupunguza pressure yako. Alafu relax, then kuwa be free. Kitu ambacho kilinifanya nikuite hapa, Jaden, napenda kukwambia kwanza, umepunguza mapenzi kwangu kiasi kikubwa sana. Yaani hunipendi kama zamani. Kitu ambacho nimefikiria mimi, kwa hivyo tutakuwa na mwanamke. Kwa hiyo hicho ndio ambacho nilipigia simu hii hapa. Mimi nimeanza kumwacha mke wangu kwa sababu yako. Sasa mimi mwanamke mwingine. Please naomba niende kwa mke wako. Wow. Nitafurahi kama unachokiongea kinatoka moyoni mwako. Ila kitu ambacho ni muhimu, vyote nilipita tu. Ni hivi. Ni kizito kuongea na ni kizito wewe kukipokea, lakini sina jinsi. Inabidi nikiongea, inabidi ukipokea. Ni hivi Jaden. Mimi mpaka muda huu ni mjamzito. Sasa mama sweetie. Unafanya mambo kama mtoto. Sasa na utu uzima ulikuwa nao unaenda kushika mimba ile ile. Ewa angalia Gabriel yuko baina ya sweetie mpaka unashika ujauzito wa mtoto mwingine tena. Mbona unafanya mambo mtoto? Nimefanya kwa makusudi, kwani nakupenda. Alafu upendo umezidi zaidi ulivyochukua kiumbe kwenye ndani ya tumbo langu. Jaden, kwa uhakika ni kwamba hata uongee sitaweza kutoa ujauzito. Cha kufanya uongee ni jinsi gani mtoto wetu atakuja kumlea. Najua huna uwezo wa kumlea, bali mimi ndio nitamlea kwa pesa yangu mimi. Ila nahitaji tu malezi ya baba na mama, ukiwa unashirikiana na mimi katika malezi yetu. Si kuongea mambo mengine. Yes. Oya. Sweetie. Sweetie. Huh? Ilikuwa inaita. Sina okay. Naita kweli. Haya, mbona mpenzi zaidi? Sija yangu acha. Mishemishe. Yes baby. Ndio natoka, yani ndio natoka hivi ninavyoongea naye natoka. Poa. Mami. Baadaye. So mchumba. Kija mambo. Okay. Tell me who is gonna pick up the pieces of my heart, 'cause I'm still hurt and I don't wanna stop. Tell me Jaden.
Hivi wewe ni mwanaume aina gani labda? Ha? Yote ulionifanyia umeona haitoshi, leo umeamua kutembea na mdogo wangu. Jaden, usitio kadhani labda nakung'ang'ania sana. Kipo kinachoniuma. Naumia. Jaden, na mimba yako. Kuna kitu chochote kigeni nilichokiongea sasa hivi hapa? Hujui mimba? Of course, na mimba yako. Sikia nikwambie kitu Jaden. Usipoteze muda wako kuongea na huyo binti. Anajua sasa hivi hapendwi na wewe unanipenda mimi, kwa hiyo anatafuta sababu. Kama ana mimba yako, mwambie akupatie then aondoke. Ndugu wangu, najua uelewe unachokiongea. Na usichokijua ni sana usikuagiza. Yaani huna chochote unachokijua hapa. Ila siku ukija kujua ndio utajua kama mwanaume si mtu. Sikia nikwambie kitu. Sidanganyiki wala sitishiki kwa lolote. Kama unahisi hupendwi, tafuta sababu nyingine. Na sio kunidanganya mimi. Sitaweza kukusikiliza sasa. Hivi wewe unanijibu mimi je? Tuko. Ndio. Sweetie. Besta, nini kinaendelea? Na nini kimetokea mpaka sasa mko hospitali? Mama, naomba unisamehe, ni bahati mbaya tu. Yaani bahati mbaya nilimkuta Sweetie. Nimkuta na boyfriend wangu. Sasa mimi yani sikugombana, nikamsukuma tu kidogo, yani kidogo tu ndo bahati mbaya kaanguka. Besta, unataka kuniambia wewe na ndugu yako mnashare bwana mmoja? Mani hasira tu, mimi sikupanga kufanya hivyo. Nilishukua na hasira kwa sababu mimi tayari nina mimba ya yule mwanangu. Unasemaje? Hivi mna akili kwani nyinyi watu wawili? Ni nini kinawadanganya wakati mnajua nyinyi ni wanafunzi? Mpaka unatiwa na mimba. Haya, upesi. Naomba unitajie huyo mtu mwenye ujauzito wake. La sivyo, naanza na wewe afu nakuja kumaliza nao katuni wako. Unataja utaji? Nitajie. Nataja mama. Naitwa Jaden. Jaden yupo? Jaden. Okay. Jaden ulikujaga naye nyumbani ukatambulisha kama anko yetu.